Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kwanza sahibul maqam na mashekhe zangu wote hapa, naomba nitoe shukrani za dhati kwa mwasilishaji wetu wa mwanzo wa somo hili la haki za mwanamke katika mifumo yetu ya sheria za Kiislamu. Tunakushukuru sana ndugu yetu Sheikh Shabir. Sheikh Shabir, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Amin ya Rabb. Lakini pia wote waliochangia baada yake katika maelezo haya, na wamesema wote vizuri kwamba haki hizi ni nyingi. Kila mmoja akasema kwa uchache, labda niongeze na mimi chache ambazo zinawahusu pia wanawake. Sio maana kwamba wanaume hawamo, kwa sababu wakati mwingine haki za mwanamke inakuwa ni wajibu kwa mwanamume, au wajibu wa mwanamume inakuwa ni haki kwa mwanamke. Sasa jambo la msingi lingine ambalo naweza kuliongeza ni alqanaa. Yani mwanamke anapoishi katika maisha ya ndoa, basi la msingi ni kuishi kwa kutosheka na maisha alionayo mume wake. Nasema ishabihi bilqanaa wa ashirihi bisam'i wa taa, kwamba ishi na mumeo kwa kutosheka, na maisha yenu, mahusiano yenu katika ndoa yawe ni kwa kusikilizana, unamsikia mume wako lakini pia na kumtii. Haya mambo husaidia sana kufanya ndoa iendelee kuwepo, na ndivyo Qur'an inavyosema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kwa hiyo moja ni hilo, kwamba kuishi kwa kutosheka. Usimfanye mumeo aingie madeni kwa sababu ya tamaa yako. Unataka kila wakati nguo mpya, unataka kila wakati chakula tofauti, wakati hali ya mumeo si nzuri. Jingine asema wata'ahad mawaqi' ainaihi fala taqaw ainaihi minki ala qabihi wala yashumma minki illa atyaba rihin. Sallu ala nabii Muhammad. Kwamba kuwe na utaratibu wa kutayarisha maeneo ambayo macho ya mumeo yanatazama. Amesema Sheikh Mkoyogole hapa pia, asije akatazama mumeo akakuta kwenye mwili wako basi kuna masizi au majivu. Unapanda kwenye kitanda bado unanuka moshi na kikwapa. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hakikisha mumeo ananusa kutoka kwako harufu nzuri, asinuse kutoka kwako uvundo. Ni jambo baya, litamkimbiza pia vile vile. Jingine thumma taqi ma'a dhalika alfarahu amamahu in kana fariha. Kisha chukua tahadhari kuwa na furaha mbele ya mumeo in kana tariha, kama amechoshwa, amehuzunishwa, anafadhaa. Wewe wakati mumeo ana shida unaonekana ndio mwenye furaha. Waliktiab amamahu in kana fariha, lakini pia kujikumbata wakati mume wako amefurahi si jambo zuri.
wa'lami au wa'rifi waqta ta'amihi fa inna al-hararata al-ju'i mulhiba. Ni haki yako kuhakikisha unajua wakati ambao mume wako anataka kula, kwa sababu njaa huwasha moto. Unaweza ukajibiwa kwa makofi au vichwa. Kwa hiyo lazima ujitahidi kujua mazingira hayo, pia ni moja ya haki zako unajua. Na wa'lami, najua we mama, annaki lan taqdirina an tasilina ila ma tuhibbina hatta tuathiri hawahu ala hawaki wa ridahu ala ridaki fima ahbabti wa fima karihti. Sallallahu ala Muhammad. Mafanikio yote yatategemea namna ambavyo wewe umelazimisha mapenzi yako katika vitu anavyovipenda mume wako na chuki yako katika vitu ambavyo mume wako anavichukia. Sawa sawa, vitu hivyo unavipenda wewe mwenyewe au unavichukia, lakini ulazimishe kufuata matakwa ya mume wako. Huu ni wajibu wako vile vile. Na mwisho, falahu amatan yakun laka abdan wa shirika. Ukiwa mtumwa kwa mume wako, ukawa mjakazi, yeye atakuwa mtumwa. Sasa hili ndilo ambalo na mimi nipenda niliongezee katika mambo ya msingi kwenu kina mama, kwamba hizi ni herizi nzuri, ukizitumia zitakusaidia sana katika kulinda ndoa yako. Mungu awabariki nyote. Asante.